Ni mnyama Simba siku ya hii leo anakwenda kupambania mechi ya kwanza kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Wanakuambia kwamba Simba wanahitaji kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, yani msimu huu hawataki kuacha chochote. Ya maana kwamba baada ya kupoteza kwenye upande wa ngao ya jamii dhidi ya Yanga, lakini kwenye upande huu wa ligi kuu Tanzania bara hawahitaji masiara. Tayari kwa upande wa mwalimu Steve Becker ameshaandaa kikosi chake ambacho kinakwenda kupambana dhidi ya Kagera Sugar hapo baadaye. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikukumbushe tu kwamba subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia kikosi hapa. Kwa upande wa goalkeeper yupo Jibril Kasari. Kwa upande wa Kasari tunafahamu huyu ndiye goalkeeper nambari 1 ndani ya klabu. Ni kipa ambaye anahitaji kutumia utulivu na uwezo wa kusoma mchezo, lakini pia kuwasiliana na mabeki kuhakikisha Simba haipati pressure mapema. Kwa upande wa mwalimu Steve Becker anataka Kasari asiwe mtu wa kusubiri mpira tu, bali awe sehemu ya ujenzi wa mashambulizi kutokea nyuma. Tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa akicheza kwenye mechi za hivi karibuni. Kwa upande wa beki ya pembeni kulia yuko David Kameta. Kwa upande wa Kameta tunafahamu anatarajiwa kuwa na kazi kubwa upande wa kulia. Jukumu lake la kwanza ni kulinda eneo lake, lakini pia kwa upande wa Simba ikiwa ni mipira kocha anaweza kumtaka pande juu kwa ajili ya kuweza kusaidia mashambulizi. Hii inaweza kumpa nafasi pia winga yake kwa ajili ya kuweza kutengeneza ama ule ushirikiano kwa ajili ya kutengeneza nafasi. Anthony Mligo yuko beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Mligo tunafahamu huyu anapewa jukumu la kulinda upande wa kushoto. Hapa kwa upande wa Steve Becker anataka kwa upande wa Mligo wa makini zaidi, ile tunasema kwamba kwenye transition, kwa sababu Simba wakipoteza mpira kwa upande wa Kagera wanaweza kutumia nafasi zilizoacha nyuma. Mligo anatakiwa kuwa na nidhamu ya nafasi, lakini pia awe tayari kusogea mbele wakati Simba inatawala mchezo. Kwa upande wa mabeki wa katikati yupo Ismail Ture. Kwa upande wa Ture tunafahamu huyu ni mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kuwa muhimu katika kujenga safu ya ulinzi. Ana nguvu, lakini pia ana uwezo kucheza vizuri kwenye mipira juu, lakini pia kukabiliana na washambuliaji wa Kagera Sugar. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuwa na utulivu kulingana na namna ambavyo mechi inakwenda. Lakini pia Rashid Drak atasaidiana pamoja na Ismail Ture kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Rashid tunafahamu yeye amekuwa ni nguzo kwenye upande wa safu ya ulinzi, namna ambavyo amekuwa anacheza na uzoefu mkubwa, lakini pia anaweza kucheza ile tunasema kwamba kwa ajili ya kutulia zaidi. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi ule uzoefu wake ambao amekuwa mara zote. Kwenye upande wa viungo katikati yupo Yusuf Kagoma, kiungo cha chini. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu ndiye na kiungo ambaye anahitajika kuhakikisha Simba inapata uwiano katikati ya ulinzi, lakini pia anaweza kukaba, kushinda mipira, lakini pia na kusogeza timu. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi awe karibu pamoja na kiungo ambaye anacheza naye kwenye eneo hilo ambaye ni Ibrahim Jabal. Kwa upande wa Jabal tunafahamu anaweza kuwa mchezaji ambaye amekuwa na uzoefu wa hali ya juu, namna ambavyo amekuwa anacheza pasi zake, namna ambavyo amekuwa anakaba. Kwa upande wa Simba tunaweza tukasema kwamba msimu huu wamepata kiungo ambaye walikuwa wanamhitaji siku zote. Kratos Chota Chama yuko kwenye kiungo mshambuliaji. Tunafahamu huyu ndiye ambaye atakuwa ni mbunifu kwenye upande wa kikosi. Chama ana uwezo wa kuona nafasi ambazo wengine hawaoni, lakini pia anaweza kutoa pasi za mwisho, lakini pia kupiga mipira iliyokufa, lakini pia na kucheza kwa usahihi zaidi kwenye eneo hilo. Tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu mara zote. Kwa upande wa winga pembeni kulia yuko Libase Geye. Kwa upande wa Geye tunafahamu huyu ndiye silaha kubwa, ana kasi, lakini pia ana uwezo wa kukimbia na mpira, ana uwezo wa kumkabili beki. Kwa upande wa kocha anataka anzie pembeni zaidi, lakini asiogope kuingia kwenye eneo la ndani kulingana na aina mfumo ambao mwalimu Steve Becker amekuwa akiuhitaji. Lakini pia kwa upande wa Elim Panzu atakuwepo kwenye upande wa winga kushoto. Kwa upande wa Mpanzu tunafahamu huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu zaidi ndani ya kikosi kutokana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Hii inaweza pia kuifanya Simba ikawa na utulivu zaidi kwenye eneo la kushoto kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Kwa upande wa Dombia yeye atakuwepo ni mshambuliaji wa mwisho. Hii ndio mechi ambayo wanasema kwamba kwa upande wa Simba inakwenda kumtambulisha vilivyo mshambuliaji huyu. Wengi wamezungumza mambo mengi, lakini kwa upande wa Steve Becker anasema kwamba huyu ni mshambuliaji ambaye atakwenda kuonyesha kitu kikubwa kulingana na kile ambacho amekuwa akikionyesha.